Salamu zetu za dhati zipate kuwafikia popote mlipo, wapenzi watazamaji wa Kibenge TV. Matumaini yetu mpo wazima wa afya, na tunawakaribisheni kusikiliza awamu ya kwanza ya habari za matukio ya kila siku yanayoendelea katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na tutakwenda kuanzia jimboni Kivu ya Kusini, ambako wapiganaji wazalendo pamoja na jeshi la taifa FARDC wamefanikiwa hiyo jana tarehe 1 Februari mwaka 2026 kuvunja ukuta wa mstari wa ulinzi wa muungano wa wahasi wa M23 AFC RDF Twirwaneho Red Tabara, ambao ulikuwa ukijaribu kuzuia kuingia kwa kishindo kwao katika mji wa Minembwe Centre. Na kwa hivi sasa vikosi vya kwanza vya wazalendo na FARDC tayari vimeingia rasmi katika mji wa Minembwe Centre na kuelekea uwanja wa ndege wa manispa hiyo ya kijijini. Muungano wa M23 AFC RDF Twirwaneho Red Tabara haukuweza kuhimili na kustahimili mashambulizi ya watoto wa nchi ambao wako tayari kujitoa muhanga kwa ajili ya taifa lao. Ikiwa kwamba taarifa kamili ya hali halisi na takwimu rasmi bado hazijafahamika, lakini wahasi wanasadikika kupoteza vita hivyo kwa hali ya juu sana. Nchi ya Rwanda ilijitahidi hata kuongeza vikosi vyake kwa ajili ya kulinda maeneo yanayozunguka Minembwe Centre hadi kwa kutumia droni za kivita, lakini zote zimeharibiwa na FARDC, na kwa jumla ni droni 4 ndizo zimesadikika kutumwa na Rwanda na kufanya mashambulizi dhidi ya jeshi la taifa na wazalendo, lakini zote zimeishia kuteketezwa katika maeneo ya karibu na Minembwe Centre. Na hii inaashiria wazi ya kwamba mambo yamebadilika na hakuna kitakachokuwa kama zamani tena. Waasi hao walikuwa wamezoea kutumia droni za kivita ili kuvunja safu za ulinzi za FARDC na wazalendo, lakini sasa FARDC zimejipatia vifaa vya kisasa vya ulinzi vya anga, yani anti-aerian. Na kufuatia kichapo hicho, makundi ya wahasi wa Twirwaneho Red Tabara M23 AFC hawakuamini kile walichokiishi kwenye shamba la vita hadi kufikiri ya kwamba jeshi la taifa FARDC na wazalendo walisaidiwa vita hivyo na jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania, huku mpaka wakaamua rasmi kuyashutumu majeshi ya Tanzania kwenye mitandao ya kijamii kwa kudai kuwa imepeleka idadi kubwa ya wanajeshi kushiriki katika mapigano yanayoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan katika nyanda za milima mirefu ya tarafa la Fizi mkoani Kivu ya Kusini. Kwa hali hiyo, inaonesha dhahiri kuwa FARDC na wazalendo wamefanikiwa kupata mafanikio makubwa baada ya kupambana vita hivyo. Na baada ya kupita mjini Kinshasa, mji mkuu wa Kongo, na baadaye kupita mjini Bujumbura, mji mkuu wa kiuchumi wa Burundi, wanajeshi wa Marekani wamesadikika kufanya ziara ya kimkakati kwenye vilima vinavyotazama barabara ya taifa nambari 5. Ujumbe huo uliwapeleka katika nyanda za milima mirefu na milima mifupi katika tarafa ya Fizi, Uvira na Mwenga. Kufuatia hali hii, sasa ni wazi kwamba Paul Kagame na makundi yake yenye silaha wanaweza kujitayarisha kuupokea mwisho wao. Maana hiyo ni ishara tosha ya kwamba kwa upande wa serikali pia maandalizi ya kujibu yanaendelea. Jambo moja kubwa na la kiuhakika ni kwamba vita hivi vinaonekana kuwa virefu na vitabebwa na wananchi, na mwishowe vitarejea kule vilikotokaga. Katika siku zijazo, anga ya Kivu inatarajiwa kuwa chini ya uangalizi wa jeshi la anga la Marekani kwa lengo la kufuatilia mienendo ya majeshi ya Rwanda yanayodai kujiondoa katika eneo hilo. Aidha, kukatwa kwa mtandao wa interneti kunalenga kuzuia usambazaji wa taarifa kuhusu harakati za majeshi. Katika muktadha huo, kuna mpango hata wa kuingilia mitandao ya simu ya Rwanda kiufundi zaidi kwa lengo la kudhibiti mtiririko wa taarifa muhimu za kimkakati. Na tukijielekeza tarafani Ruchuru katika jimbo la Kivu Kaskazini, ni zaidi ya raia 1000, wengi wao wakiwa vijana na wanafunzi, ndio walioweza kuchukua
kuchukuliwa kwa nguvu tangu juzi Jumamosi tarehe 31 Januari mwaka 2026 hadi kupelekwa katika manispaa ya Bambo katika grupema ya Bwito kufuatia operesheni iliyosadikika kuendeshwa na wanajeshi wa Rwanda wanaojiita M23 AFC, kwa mujibu wa taarifa ya tahadhari ya baraza la vijana wa tarafa hilo la Rutshuru. Kwa mujibu wa shirika hilo, kuanzia saa 5 asubuhi wapiganaji walazimisha wakazi wote kukusanyika Bambo Centre chini ya vitisho vya adhabu, na huku wakifanya misako ya nyumba kwa nyumba. Zaidi ya watu 15,000 waliotoka Bambo, makazi jirani na Bugina katika grupema ya Tongo, walilazimishwa kujumuika pia katika mkusanyiko huo. Afisa aliyesemekana kama kanali wa M23 AFC RDF aliagiza mtu yeyote anayeshukiwa kushirikiana na wazalendo pamoja na wake za wapiganaji wazalendo wapate kujisalimisha kwa hiari, akitishia kuuawa kwa mtu yeyote atakayetajwa na watu wengine. Baadaye wahasi wakaweza kuwatenganisha wanaume watu wazima upande wao, wanawake upande wao na vijana upande wao kwa vigezo na malengo ambayo havikubainishwa. Waliobaki walichukuliwa kuelekea maeneo ya kijeshi kati ya saa 10 za jioni na saa 11. Malori aina ya Fuso yaliwasafirisha raia hao kuelekea mahali pasipojulikana katika mazingira yaliyoelezwa na mashuhuda kuwa yasiyo ya kibinadamu. Makadirio ya awali yanaonyesha kuwa zaidi ya watu 1,000 walichukuliwa kwa nguvu, karibu nusu yao wakiwa ni wanafunzi. Watu wazee pia wanatajwa kuwa miongoni mwa waathiriwa. Baraza la vijana la tarafa linataja uwezekano wa uorozoshwaji wa lazima kwa mafunzo ya kijeshi. Matukio haya yanatokea siku 10 baada ya kukatwa kwa mtandao wa mawasiliano katika wilaya ya Rutshuru, Masisi na Walikale, hatua ambayo kwa mujibu wa shirika hilo inalenga kuzuia kusambaa kwa taarifa na kuficha ukiukwaji mkubwa wa sheria za kimataifa na za kibinadamu. Baraza la wilaya la vijana la Rutshuru linaomba jumuiya ya kimataifa na mashirika ya kutetea haki za binadamu kudai kuachiliwa mara moja kwa watu waliotekwa kwa nguvu, kurudishwa kwa wanafunzi shuleni na kuchukuliwa kwa vikwazo maalum dhidi ya wahusika wanaodaiwa kuwajibika. Na tukijielekeza pia mjini Beni ambako kunadaiwa kutokea mashambulizi mawili ya IDF ambayo yameripotiwa hiyo jana Jumapili tarehe 1 Februari mwaka 2026 katika kijiji cha Mamove kilichopo katika tarafa la Beni, sekta ya Beni Mbau. Kwa mujibu wa taarifa za awali kutoka shirika ya kiraia ya Oicha, kuna taarifa za kuwepo kwa vifo na majeruhi pamoja na nyumba kadhaa kuchomwa moto. Kwa mujibu wa Bwana Darius Siayira ambaye ni mwandishi wa muundo huo wa kiraia, ameeleza kuwa wakati huo huo kijiji cha Vuhira kilichopo magharibi mwa Samboko Tanitani pia kilishambuliwa na wahasi hao wa ADF kuanzia saa 12 asubuhi siku hiyo hiyo ya jana Jumapili tarehe 1 Februari. Raia kadhaa wanaripotiwa kuchukuliwa mateka, huku wanyama wa kufugwa pamoja na maharagwe na kakao vikidaiwa kuporwa. Na kwa taarifa hii, mpenzi mtazamaji wa Kibenge TV, ndiko ambako tunakwenda kuweka nukta kwa awamu ya kwanza ya habari za matukio ya kila siku. Kwa kuzidi kuhabarika zaidi, baki sambamba na sisi kwenye channel yetu. Tukutane kwa majaliwa.